Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anateremka sasa, anasalimiana na itifaki ya mapokezi Waziri wa Kilimo, Naibu Waziri wa Viwanda, Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji pamoja na viongozi wa kiwanda hichi, na sasa yuko tayari kabisa kwa ajili ya kupata maelezo. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, karibu. Hiki ni kiwanda cha Rajendra, kiwanda cha kuchakata pamba kilichopo hapa Maswa, ambacho muda mfupi kutoka sasa, Mheshimiwa Rais, tutakuomba utuongoze kwa ajili ya kukizindua. Na kwa sasa naomba uridhie tumkabidhi Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, Mheshimiwa Hussein Bashe. Mheshimiwa Rais, karibu Maswa na karibu katika kiwanda cha Rajendra. Sisi maarufu tunamuita kwenye cotton sector tunamuita ICK. ICK yani ndio jina maarufu ambalo tunamfahamu, na leo kavaa suti, siku zote huwa ni t-shirt na jeans. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, huyu ni mwekezaji, amekuwepo kwenye sekta ya cotton kwa muda mrefu, na ni mmoja kati ya wawekezaji ambao business model yake ni tofauti na wengi. Yeye linti yote anayozalisha inanunuliwa na A to Z ya Arusha. Sunflag. Kwa hiyo ndio wanaonunua linti yake yote ambayo anazalisha katika nchi yetu. Hapa yes, ni feeder industry kwa Sunflag, na amekuwepo kwenye sekta kwa muda mrefu, ni mnunuzi wa muda mrefu kwenye pamba, lakini amefanya upgrading. Huku kwetu ukanda huu kuna jina maarufu la galagaja, yani kuna galagaja levels, kwamba wanunuzi wanaogrow polepole. Kwa hiyo yeye ni mmoja ambaye sasa amegraduate, ameenda kwenye amegraduate kwenye kiwango cha juu kabisa, na amefanya uwekezaji mpya, na kiwanda alichoweka ni technology mpya kabisa, kiwanda cha aina ya Jado ambacho mara nyingi tunatumia bajaji technology huku kwetu, lakini utakiona hichi kiwanda ni kipya. Kwa hiyo kwa ridhaa yako naomba nimkaribishe kidogo, atatoa maelezo kidogo ya investment yake, alafu uweze kutufanyia process ya kutufungulia kiwanda chetu. Nashukuru Mheshimiwa Rais. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, hiki kiwanda tumewekeza na wawekezaji pia kutoka India. Mheshimiwa, wako wengi wanaopenda kuweka uwekezaji Tanzania. Kwa hiyo niliwapata, tulianza ujenzi wa kiwanda huu mwaka jana Juni 15 Mheshimiwa, na tukapigana tarehe 30 mwaka huu mwezi Mei tumemaliza. Kiwanda hiki kina uwezo wa kuchakata tani 350 za pamba mbegu kwa siku. Kwa siku ndio Mheshimiwa, kikubwa. Ina majengo 11 Mheshimiwa Rais, nyumba 7 za watumishi ambayo zimekamilika kwa 100%. Nyumba moja ya mkurugenzi imekamilika kwa 100%. Jengo moja la utawala limekamilika 100%. Jengo la mashine moja yenye vinu vya kuchambulia pamba mbegu ambalo limekamilika kwa 100% na inafanya kazi. Maghala mawili ya kuhifadhi pamba mbegu na mbegu za pamba ambayo pia imekamilika kwa 100%. Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa, manufaa ya kiwanda hii, kukamilika kwa kiwanda hii kina manufaa kwa wananchi wa Maswa, hususan wakulima wa zao la pamba kama ifuatavyo: kuongeza thamani ya zao la pamba na kuongeza ushirikiano kati ya serikali na nchi nyingine, kwa mfano India, kwa kuchambua pamba na kusafirisha nje ya nchi kwa international trade. Mheshimiwa Rais, kuongeza kipato cha wakulima wa pamba ambapo kwa sasa tunanunua kwa bei ya 1200, ongezeko la shilingi 50 ikilinganishwa na bei elekezi ya 1150. Mheshimiwa Rais, kuongeza ajira cha watumishi 132, 40 wa kudumu na 92 wa muda. Kuongeza mapato ya halmashauri na serikali kuu kwa kulipa kodi na tozo mbalimbali. Mheshimiwa Rais, uongozi wa kiwanda unatoa shukrani za dhati kwa kusimamia falsafa ya 4R: Resilience, Rebuild, Reform and Reconciliation,
ambayo unaimarisha ushirikiano baina ya serikali na sekta binafsi. Pia kwa kuboresha mazingira ya uwekezaji yanayohamasishwa sekta binafsi kuwekeza katika sekta mbalimbali ya nchini Tanzania. Tunasema asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, baada ya hapo, kwa heshima na taadhima, naomba nikukaribishe utuzindulie kiwanda chetu. Mheshimiwa Rais, maana yake ni kwamba kuanzia next agricultural season sasa ICK ataingia mikataba na yeye na wakulima kama ambavyo tunafanya, kwa sababu modo tuliokuwa nayo miaka yote tumeanza nayo mwaka 93. Ile ya wanaita kwamba ni soko huria imekuwepo tokea 1993 na ndio iliyotufikisha katika haya matatizo ambayo tumekuwa nayo. Kwa hiyo kwa hii modo tulioanza mwaka huu, production ya mwaka huu itafika tani 400,000 ya pamba ambao hatujawahi kuzalisha kwenye historia ya nchi hii. Itakuwa ni uzalishaji mkubwa ambao hatujawahi kufika. Kwa hiyo na yeye sasa ataingia katika mfumo wa contract farming katika maeneo atakayogaiwa na serikali. Nashukuru Mheshimiwa. Asante Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba sasa tuelekee kwenye eneo la uzinduzi, jiwe la uzinduzi wa kiwanda cha Rajendra, kiwanda cha kuchakata pamba. Mheshimiwa Waziri upande ule. Haya, naibu katibu mkuu wa chama na mwenyekiti pia wa chama kwenye picha hii. Yuko mkurugenzi naye? Haya. Bado hawaje balance. Nani kasogea? Huku. Mkuu uje huku. To balance pitch. Haya, asante. Tuanze sasa kwa heshima na taadhima. 1, 2, 3, makofi mengi na vigelegele. Kiwanda cha Shri Rajendra Agro Industries Limited kimezinduliwa rasmi na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 18 Juni mwaka 2025. Makofi tena mengi na vigelegele. Haya, sasa tunaomba tupate picha vizuri. Picha ya kwanza, Mheshimiwa Waziri na Waziri wa Viwanda, kwa sababu sekta inafanana hiyo. Tusegee kidogo, tuache chama hapo, alafu tutapiga wamiliki. Inafuata. Tayari, naibu katibu mwenye kiwanda. Haya, karibuni wakurugenzi, management hiyo.